Promova TV, a home of testimonies. Nilikuwa kwenye mpaka wa kifo na uhai, na ni uhalisi kwamba nilikuwa nakufa. Kisha mnyama huyu aliyefifia alionekana tena kwenye chumba changu. Kisha akageuka kuwa mbwa mweusi. Nilizidiwa na nikaanza kuona kiburi changu na umimi ukianza kupotea. Nilihisi hofu ya kifo. Nilihisi kuwa kuna kitu kinatokea ambacho sikuwa na udhibiti nacho. Nilianza kujitahidi kupumua kwa shida sana, lakini sikuweza kupumua kwani hakukuwa na hewa zaidi ya kuvuta. Nilihisi pumzi ya uhai ikiniacha. Nilihisi kuwa nilikuwa nikizama chini ya sakafu ya chumba nilichokuwemo, na nikaanza kushuka chini duniani. Nilianza kushuka kwenye handaki lenye giza ambapo sikuweza kuona chochote isipokuwa giza nene. Nilihisi kichwa changu kimepasuka na maumivu makubwa. Sikuelewa kinachoendelea. Naam, karibu sana. Nikualike kwenye kipindi cha Ushuhuda, kipindi ambacho huwa tunaleta simulizi na shuhuda za maisha ya kweli kabisa ya watu mbalimbali. Kadri ambavyo tunazipokea zinatufikia hapa, nasi tunazileta katika mfumo wa kusimulia hapa. Leo nitakuletea ushuhuda wa kwake Sabino Barrientos Zamdio wa huko nchini Mexico. Ushuhuda ambao unaelezea jinsi ambavyo Kristo Yesu alimuokoa huyu ndugu kutoka kuzimu na kumpatia nafasi ya pili ya maisha. Mtu ambaye alifariki kabisa, alipoteza maisha, yeye akawa anajua kwamba pengine anaota, kumbe tayari amekufa akiwa usingizini. Alifariki, lakini kwenye kufariki huko Yesu akamuokoa kutoka kuzimu, kwa sababu baada ya kufa alienda kuzimu moja kwa moja. Alitokaje huko? Aliokoka vipi? Yote utayafahamu kwenye kipindi hiki cha ushuhuda siku ya leo. Ushuhuda ambao ni mkubwa sana. Naomba sana uweze kufuatilia mpaka mwisho, naamini utabarikiwa na utajifunza kitu kikubwa sana kwenye ushuhuda huu. Jina langu mimi ni Jacktan Msafiri, na yule ambaye yuko nyuma ya kamera hapo, yeye anaitwa David Robert, yani director wa picha na sauti. Kwa hiyo mimi nitakuletea ushuhuda huu tu. Mimi sio Sabino. Mimi ni Jacktan Msafiri. Kwenye Facebook, Instagram pamoja na YouTube na TikTok unanipata kwa jina hilo hilo la Jacktan Msafiri. Unaweza ukanifuatilia huko. Lakini leo nitavaa uhusika wa Sabino Barrientos Zamudio, ama Zavi unaweza ukamuita hivyo, ambaye anatusimulia ushuhuda huu. Ametupatia ushuhuda huu nasi tunauleta kwako. Kwa hiyo leo hapa kwa dakika hizi chache kwenye ushuhuda huu nitavaa uhusika wake, nitasimama badala yake na nitasimulia kile ambacho amekiandika kwenye ushuhuda wake. Kwa hiyo nikukaribisha sana, tuende wote mpaka pale ambapo ni tamati ya ushuhuda huu wa Sabino Barrientos Zamudio, ama unaweza kumuita Zavi, kutoka nchini Mexico. Karibu sana, na hii ni part 1, sehemu ya kwanza. Mungu awabariki sana. Nataka kushiriki nanyi uzoefu wangu wa mbingu na kuzimu ambao niliweza kupata, na njia ambayo Mungu alishughulikia maisha yangu. Nataka kushiriki nawe kwa sababu najua kwamba itabadilisha maisha yako na itabadilisha maisha ya watu wengi sana kwa jina la Yesu Kristo. Jambo hili lote, ushuhuda huu wote ulipoanzia ilikuwa mwaka 2006 mnamo Septemba 14. Wakati huo sikuwa katika njia ya Bwana. Nilikuwa mwenye dhambi, nikiishi kulingana na mwenendo huu wa ulimwengu. Nilikuwa mbali na Mungu na kuzama katika dhambi. Lakini shukran kwa huruma yake Bwana sana kwamba
aliniokoa. Hata leo anajaribu kwa njia ya msisitizo kusema nasi na kutuonya. Anajaribu kugusa maisha yetu. Ndio sababu aliruhusu uzoefu huu ama ushuhuda huu uweze kutokea katika maisha yangu. Nina shauku ya kushiriki nawe kwa sababu ni kazi ambayo Mungu alinipa ili uweze kubadilisha maisha yako. Najua itakuwa na athari kubwa sana katika maisha yako. Ndugu zangu wapendwa, watu wengi hawaamini kuzimu. Hawaamini uwepo wa mbingu na kuzimu. Kabla ya uzoefu huu nilikuwa na shaka juu ya uwepo wa mbingu na kuzimu. Lakini leo zaidi ya hapo awali, nina hakika ndugu zangu wapendwa na marafiki kwamba kuzimu ni ya kweli na pia mbingu ni kweli, ni halisi, ipo. Siku hiyo ya Septemba 14 nilikuwa kwenye chumba changu nikipumzika na nilikuwa nikisikiliza muziki wa kidunia ambao ulikuwa maarufu sana wakati huo. Tulikuwa tukisikiliza nyimbo hizo wakati huo na tulikuwa katika kila aina ya dhambi za ulimwengu huu. Nilikuwa mtu nisiyejali. Maisha yangu yalikuwa yamejaa uchungu, chuki, majivuno na kiburi, na sikufurahia kitu kingine chochote. Sikutaka kusikia juu ya Mungu na nilikataa majaribio yoyote wa Kristo kuniinjilisha. Nakumbuka siku hiyo usiku wakati nilikuwa nimepumzika chumbani kwangu, kitu kisichoelezeka kilianza kutokea. Kitu ambacho sio cha kusahaulika. Nilikuwa na uzoefu wa kushangaza zaidi ambao ulibadilisha na kutikisa maisha yangu kuanzia kwenye msingi. Wakati nilikuwa nimepumzika nilihisi baridi katika nafsi yangu. Wakati nilikuwa nikisikiliza muziki huu chumbani kwangu, kuna kivuli cheusi ambacho kiliingia chumbani kwangu. Nilihisi kupoa mwilini mwangu. Sikuelewa na sikujua ni nini ambacho kilikuwa kinatokea, kwani sikuwa mfuasi wa dini yoyote ama mafundisho yoyote ya kiroho. Baada ya kuona kivuli hiki cheusi kikiingia chumbani kwangu na kufifia mbele ya macho yangu, sikujua nifanye nini. Kweli wakati kivuli cheusi kilipoingia kwenye chumba changu, sikuwa nimelala. Nilikuwa katika akili zangu timamu kabisa. Wakati kivuli hiki cheusi kilipofifia, niliangalia na nikaona alitokea mnyama fulani. Sikuweza kuelewa vizuri. Alionekana kama ng'ombe mweusi, mkubwa, mkali. Mnyama huyo alikuwa katika umbo na saizi fulani kubwa na huku akiwaka moto. Mnyama huyu alionekana kama kitu kisicho cha kawaida. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo na marafiki, nilishangaa na kuchanganyikiwa. Sikujua ni kitu gani kilikuwa kinatokea. Nilihisi hisia ya ajabu mwilini mwangu nilipomwona mnyama huyu. Alipotelea katika moshi wa kivuli hivi cheusi, na wakati mnyama huyu alipofifia katika huo moshi, nilihisi nguvu hasi katika roho yangu. Na nilikuwa najiuliza ni kitu gani kinaendelea? Hiki ni kitu gani? Maswali mengi yalipita akilini mwangu wakati huo. Siwezi kuelezea na kuelewa maana ya udhihirisho huu wote. Kwa kweli nilikuwa kwenye mpaka wa kifo na uhai, na ni uhalisi kwamba nilikuwa nakufa. Macho yangu ya kiroho sasa yalikuwa yakifunguka na kuanza kuona ukweli usiokuwa wa kawaida. Kisha mnyama huyu aliyefifia alionekana tena kwenye chumba changu. Kisha akageuka kuwa mbwa mweusi. Kisha akaanza kukua kwa uwiano na mwelekeo akielekea paa la chumba changu. Sipati neno la kutosha kuelezea mambo haya, kitu ambacho hakikuwahi kutokea maishani mwangu. Wakati mnyama aliponikaribia nilihisi nguvu mbaya
ngumu ikinielekea. Nilijaribu kudhibiti hisia zangu, walakini mwili wangu ulianza kutetemeka kwa njia mbaya zaidi. Nilitaka kujidhibiti, walakini nilijaribu na kushindwa kudhibiti mishipa yangu. Wapendwa, nakumbuka wakati nilikuwa chini na mnyama alikuwa akinikaribia, nilihisi maumivu katika mwili wangu. Mwili wote ulijaa maumivu. Maumivu haya yalianza kuvamia uhai wangu wa ndani. Kitu kilikuwa kikiendelea ndani na nje ya mwili wangu. Maumivu yalikuwa makali sana hivi kwamba nilianza kulia na kukata tamaa. Niliwaita marafiki zangu na watu wangu wa karibu kwa ajili ya msaada. Nakumbuka, wapendwa katika Kristo, wakati nilikuwa naita ndugu zangu kwa ajili ya msaada, hakukuwa na mtu wa kunisaidia. Nilikuwa nimechanganyikiwa juu ya kile ambacho kilikuwa kinatokea. Na kusema kweli, nilianza kuweka hofu kubwa zaidi ambayo sikuwahi kuipata maishani mwangu. Nilizidiwa na nikaanza kuona kiburi changu na umimi ukianza kupotea. Nilihisi hofu ya kifo. Nilihisi kuwa kuna kitu kinatokea ambacho sikuwa na udhibiti nacho. Kwa kweli nilikuwa nikifa. Ingawa sikujua ni nini kilikuwa kinafanyika wakati huo, lakini maumivu yalizidi kuongezeka. Nilikuwa nikilia na kukata tamaa. Maumivu yalipokuwa hayavumiliki, nilianza kukosa hewa ya kupumua. Oksijeni ya kuvuta haikuwepo. Nilianza kujitahidi kupumua kwa shida sana, lakini sikuweza kupumua kwani hakukuwa na hewa zaidi ya kuvuta. Niliingia wakati wa hofu na kukata tamaa. Nilitaka kujua kitu gani kilikuwa kinatokea. Hata hivyo, kifo kilikuwa kwenye kona. Nilihisi pumzi ya uhai ikiniacha. Wakati nikijitahidi kupumua, kitu kilitokea. Nilihisi kuwa nilikuwa nikizama chini ya sakafu ya chumba nilichokuwemo na nikaanza kushuka chini duniani. Nilianza kuingia kwenye dimbwi la giza. Nilianza kushuka kwenye handaki lenye giza ambapo sikuweza kuona chochote isipokuwa giza nene. Kitu pekee nilichokuwa nikifikiria, wapendwa, ilikuwa ni giza nene ambapo sikuweza kuona chochote. Sijui ni muda gani ulipita, lakini nilikuwa nikishuka katika utupu huu kwenye shimo. Nilikuwa nikitumbukia katika shimo katika utupu huu na upweke mzito. Mwishowe nilifika chini ya shimo, nikagonga chini. Nilikuwa nimelala chini. Nikiwa nimelala chini mahali hapo, sikuweza kusikia, yani kuhisi miguu yangu au mikono yangu. Nilikuwa sihisi tena. Nilihisi kichwa changu kimepasuka na maumivu makubwa. Sikuelewa kinachoendelea. Nilipiga kelele kutaja majina ya marafiki zangu na familia ili waweze kuniambia kitu gani kinaendelea katika wakati huo wa kukata tamaa na uchungu. Sikuweza kujua kwamba nilikuwa nimekufa. Kwani nakumbuka, wapendwa, niligeuka na nilitaka kuamka, lakini sikuweza kwa sababu kila kitu mwilini mwangu kilikuwa kikiuma. Nilikuwa na maumivu makali. Kulikuwa na giza kubwa mahali hapa. Wakati huo niliweza kuona kitu gani kilikuwa kinaendelea mahali hapa. Nilikuwa na uono pamoja na giza lile, lakini nilikuwa naona kinachoendelea. Katika uwanja huo niliona maelfu ya miili iliyolala hapo na kulikuwa na damu kila mahali. Nilipoona tukio hili, hofu kubwa na kali ilinivaa. Na hofu ilizidi kuongezeka. Nilianza kulia. Nilijaribu kuinuka kutoka mahali hapo na nikaanguka tena na tena.
sikuweza kushikilia mwili wangu na kuweza kusimama. Wakati huo wapendwa, nakumbuka nilianza kutembea juu ya miili hiyo na nilitaka kupita. Nilitaka njia ili niweze kupita, na niliangalia kila mahali. Sikuweza kupata njia ya kutosha kuweza kutokea. Sikujua nilikuwa wapi na sikujua naelekea wapi. Halafu kwa umbali wa mita kama 700 niliona kitu fulani kama upinde mkubwa. Nilipoangalia niliona kwamba kulikuwa na aina fulani ya lango kubwa katika umbali wake. Nilijisemea moyoni mwangu, lazima iwe njia ya kutokea mahali hapa. Lazima nifike huko ili niondoke mahali hapa. Nilikuwa nimekata tamaa. Ndipo kisha wapendwa, katikati ya woga, hofu, nilianza kutembea juu ya miili. Sikutaka kuikanyaga miili hiyo, lakini hapakuwa na nafasi mahali hapo ya kuweza kupitisha miguu yangu. Nilikuwa nasonga mbele hadi nilipofika kwenye upinde ambao niliuona kwa mbali. Niligundua kuwa mbali ilionekana kuwa na nguvu na kubwa, lakini nilipofika katika lile lango karibu mita kama 10, kumbe lilikuwa ni lango la matawi mawili tu. Nilikuwa karibu mita 10 wakati lango lilipoanza kufunguka moja baada ya lingine. Nakumbuka nilipopita hatua 2 kutoka kwa malango haya, ghafla mnyama aliyekufa alionekana tena. Pepo huyu alikuwa ni ndama, pepo chotala ambaye alikuwa akiongea huku moto ukiwa unatoka mdomoni. Alikuwa kama ng'ombe dume anayewaka moto. Nilipomwona nilikumbuka mnyama yule ambaye alijitokeza kwenye chumba changu na kunisababishia maumivu. Nilianza kumtukana mnyama huyu kwa sababu nilikuwa nimekasirika sana na nilikuwa nimechanganyikiwa. Nilimwambia yule mnyama, wewe ni nani na kwa nini unanifuatilia? Nilisimama pale nikimtazama mnyama yule, na wakati macho yetu yalipokutana nikapoteza nguvu zangu za mwili. Kwa kweli mwili wangu wote ulizoofika na nikaanguka chini kwa mkao wa kupiga magoti, ingawa sikutaka kupiga magoti. Nilimuuliza yule pepo mchafu mbele yangu, je, nini kinatokea? Niko wapi? Kulikuwa na msululu wa mawazo bila majibu akilini mwangu. Wakati huo mpendwa, yule ndama mseto alipitia mabadiliko fulani. Alififia na kuwa moshi aina fulani hivi ya moshi mweusi, na alikuwa kushangaza kutazama. Alikuwa katika harakati za kuchukua umbo lingine, na moshi huu mnene mweusi ukageuka simba wa moto. Na kisha simba huyu alikuwa kwa umbo na mwelekeo. Alikuwa zaidi ya mawazo ya wanadamu, zaidi ya hadithi za kisayansi. Ilibidi niangalie juu ili kuweza kuona kichwa chake, lakini kulikuwa na kitu cha kushangaza juu ya mnyama huyo. Nakumbuka kwamba alikuwa na mnyororo mkubwa juu ya mwili wake na miguu yake 4. Ndipo nikagundua kuwa nusu ya mwili wake ulikuwa umefunikwa na bangili kubwa. Simba huyu alikuwa amelala kwa miguu yake ya nyuma sakafuni na miguu mingine ya mbele ambayo aliipanua mfano wa mwanadamu, kwani alikuwa ameshika kitabu kikubwa sana. Kweli simba huyu alikuwa akifanya mambo kama vile mtu, kama mwanadamu, na alikuwa akishughulikia kitabu hiki kikubwa. Kulikuwa na kalamu nyeusi karibu na kitabu chake. Alichukua kalamu na kufungua kitabu na akaanza kuandika katika hicho kitabu. Na mnyama huyu alikuwa anaigiza matendo kama ya binadamu. Aliandika katika kitabu hiki jina langu na kisha akaniambia, Zavi, unakaribishwa. Sikumjibu
kwani nilikuwa nimechanganyikiwa kwa kweli. Hapo nilikuwa na ufahamu wangu kabisa, nilikuwa katika akili yangu timamu, lakini nilishangazwa na mnyama huyu anayezungumza, kwani wanyama huwa wanazungumza tu kwenye runinga, pengine na kwenye zile sinema za katuni za watoto. Kwa kuongeza ni kwamba mnyama huyu alionekana ananijua vizuri na kwa muda mrefu zaidi. Aliniita kwa jina langu kana kwamba ananijua. Alisema, Zavi, nataka nizungumze kidogo. Haunikumbuki tena? Sikujibu swali lake, kwani nilishangazwa na kile ambacho kilikuwa kinatokea. Mnyama aliniita tena kwa jina langu na kusema, Zavi, hunikumbuki tena? Hujui mimi ni nani? Nakumbuka wapendwa, nilimjibu mnyama huyu kwa lugha chafu na nikamtukana. Nikasema, sijui wewe ni nani. Kitu pekee ambacho ninajua, wewe ni mnyama mnyonge sana. Na imekuwaje unazungumza hivi? Sijui wewe ni nani. Wanyama huzungumza tu kwenye runinga na wanazungumza kwenye sinema za katuni za wanyama. Mnyama huyu aliniambia, je, hunikumbuki tena? Sikumjibu. Aliniita tena kwa jina langu na kuniambia, Zavi, hunikumbuki tena? Hunikumbuki kweli? Niligundua kuwa mnyama huyu alikuwa na tabia za kudhalilisha na kutawala. Nikakataa kujibu swali lake, halafu tulibadilishana maneno ya jeuri na matusi kadhaa. Nilikuwa nikimtukana kwa kuwa aliendelea kuniambia, je, unanijua? Na mnyama hakurudi nyuma. Alisema, Zavi, kwa kuwa unanijua na kwa kuwa nakujua, nitakwambia wewe ni nani, nitakwambia unatoka wapi na kwa nini upo hapa. Nitakwambia ulizaliwa wapi na lini. Nitakwambia mwaka, mahali, hata mwezi, siku, saa na sekunde. Aliposema haya, nilianza kucheka kwa kumdhihaki. Nikasema, inakuwaje mnyama ajifanye anajua wakati halisi nilipozaliwa? Kwa kweli nilikuwa nimechanganyikiwa na sijui ukweli kwamba nilikuwa nimekufa, kwani nilikuwa bado nahisi nina akili zangu timamu kabisa. Mnyama huyu aliniambia, Zavi, sitaki uwe na shaka na sitaki uchanganyikiwe. Kwa hivyo, angalia picha hizi. Kwa mshangao wangu wapendwa, teknolojia ilitokea mahali hapa. Nakumbuka kuna kitu ambacho kilitokea, kitu kama skrini kubwa ilionekana, skrini kubwa kama sinema ilionekana. Na kuna video ambayo ilianza kuoneshwa kwenye skrini hiyo. Video hiyo ilianza kusogeza tarehe. Kulikuwa na tarehe hii, saa, dakika na sekunde. Baada ya kupitishwa tarehe hii, video ilipokuwa ikionyeshwa, niligundua kuwa mtoto alikuwa akikua. Kulikuwa na tarehe na wakati vikionyesha maendeleo ya wakati wa maisha yake. Sinema ilionyesha ukuaji wa mtoto ambaye alikuwa ni mimi hadi siku nilipokufa. Nakumbuka wakati sinema ilikuwa ikionyesha utoto wangu, wakati nilikuwa karibu kufikia umri wa miaka 6, nilianza kukumbuka hatua zangu, kwani sikukumbuka matendo yangu kabla ya umri huo wa miaka 6. Na nikaanza kuelewa kuwa mtoto kwenye ile video ambayo nilikuwa nikitazama alikuwa ni mimi. Video iliendelea hadi nilipofika umri wa miaka 19, wakati ambapo nilikufa. Nakumbuka wakati nilikuwa nafikisha umri wa miaka 19, inashangaza kwamba video hiyo ilisimama, video ilikatwa. Na ilikuwa ni pale ambapo nilikuwa kwenye kile chumba changu. Ilikuwa wakati ule ambapo nilizama chini sakafuni kuelekea kuzimu.
Niliishi maisha yangu duniani nikishindwa kutambua kuwa hatua zangu zote zilikuwa zikichukuliwa na kurekodiwa. Nilijiuliza ni kwa nini maisha yangu yalirekodiwa kwa sauti na video na kila kitu kwa undani. Video inarudi kwenye kumbukumbu zote za maisha yangu kama vile ni jana tu. Video ilipomalizika, nilianguka sakafuni kwa magoti huku nikiwa nalia. Nilianza kulia haswa kama vile mtoto mdogo kwa kile ambacho nilikiona kwenye video. Ilikuwa imeonyesha kila kitu ambacho ni cha kweli. Mnyama huyu aliandika maisha yangu yote katika sauti pamoja na video. Ilikuwa wakati wa kukasirisha kweli kweli. Nilimuona simba huyu wa moto akinielekea, akija kwangu. Aliniambia, Zavi, angalia wewe. Najua wewe ni nani. Kisha nikamwona mnyama huyu akicheza tena ile video yangu kutoka mwanzo. Wakati video ilikuwa ikicheza eneo ambalo nilikuwa karibu kutimiza umri wa miaka 6, nilimwona mnyama akitoa kitabu kingine. Sijui alikitoa wapi. Niligundua tu kuwa alikuwa na kitabu kingine mbali na kile kitabu cha kwanza. Nilikuja kuelewa kwamba kitabu kile cha pili ambacho alikitoa yule mnyama ilikuwa ni Biblia. Video ilipofika mwaka wa 6 wa maisha yangu ambao ni umri wa mwaka wa uwajibikaji, mnyama akafungua Biblia. Kila tendo baya au neno ambalo nilifanya na kusema nilipokuwa mtoto nilihukumiwa na kulaaniwa na huyo mnyama. Mnyama ambaye alikuwa aina fulani ya jaji wa kuzimu. Mnyama akafungua Biblia na kuanza kulaani kitendo changu ambacho kilioneshwa kwenye video. Alinigeukia na kuniambia, Zavi, unaona kuwa katika mwaka kama huu, mwezi kama huu, mahali pale, dakika kama hiyo na sekunde kama hiyo, ulifanya jambo ambalo haliruhusiwi katika neno la Mungu. Ulivunja sheria ya Mungu. Na video ilipokuwa ikiendelea, yule simba alikuwa akija na aya moja baada ya nyingine kwa ajili ya kulaani kitendo changu au matendo yangu. Vitendo vyote viovu na maneno mabaya yaliyowahi kutoka kinywani mwangu yalipangwa kwenye skrini na yalilaaniwa na simba huyu wa moto hadi kufa kwangu. Video ilipomalizika, akafunga Biblia na kumaliza kulaani matendo yangu mabaya na maneno. Nilichanganyikiwa. Nilishindwa kuelewa kuwa nilikuwa tayari nimekufa. Nikasema, lazima nitakuwa naota. Hii ni ndoto. Lazima niamke kutoka hapa. Lazima nirudi katika hali ya kawaida. Nakumbuka wakati huo mnyama alisema, Zavi, nataka kukuambia kitu. Lazima uelewe kuwa ninakupenda. Najua hunijui, lakini nakujua tangu kuzaliwa kwako. Wewe ni mwanangu na mwanafunzi wangu. Nakupenda maisha yako yote. Ulifanya mapenzi yangu na zabuni yangu. Mimi ni baba yako. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo na marafiki, kwa kweli nilikuwa nimekuwa katika maisha ambayo niko mbali sana na baba yangu. Siku zote nilisema kwamba sina baba na sipendi kabisa watu wanaoniita mwanangu. Ilikuwa moja ya makosa makubwa ambayo sikustahimili. Wakati mnyama huyu aliponiita mwanangu, nilianza kumlaani na kumtukana. Mnyama akaniambia, Zavi, upende usipende, wewe ni mwanangu. Nafsi yako ni yangu, nimeshinda roho yako. Mnyama aliniambia. Unajua jambo moja, baba yako maishani alikuwa mwanafunzi wangu mwaminifu, lakini alinisaliti kabla ya kufa. Alinigeuzia kisogo nami nikampoteza, lakini nina furaha na kushukuru kwa sababu
hukunisaliti kama baba yako. Wewe ni mtumishi wangu mwaminifu hata kufa, na ulifanya mapenzi yangu maisha yako yote. Nilishindwa kushinda roho ya baba yako ambaye alinipa kisogo kwa usaliti. Kwa kweli baba yangu alikuwa akiabudu shetani na uchawi katika maisha yake yote. Lakini kabla ya kufa aliacha masuala ya ulimwengu na uchawi, na alikuja kwa Yesu Kristo na alikufa kwa njia ya Yesu Kristo. Wakati mnyama huyu alipozungumza nami juu ya baba yangu, nilijiuliza, ni nani mnyama huyu ambaye anaonekana kujua hata maelezo ya maisha ya baba yangu? Mwishowe mnyama aliniambia, Zavi, lazima ujue kuwa umekufa, na kuna sheria ambazo zinasema kwamba hakuna mtu anayeweza kufufuka. Ningekuwa nikikiuka sheria za kifo ikiwa nitamwacha mtu yeyote arudi kwenye maisha. Zavi, umekufa, na hakuna mtu yeyote hapa anayerudi kutoka mahali hapa, kwani imewekwa kwa wanadamu kufa mara moja, na kwamba baada ya kifo ni hukumu. Niliposikia mnyama akiongea vile, nilianza kucheka. Nikasema, mnyama huyu ni mwenda wazimu kweli. Sijafa, kwa sababu tazama, ninatembea, ninazungumza, ninaishi, ninajihisi. Nilifikiri kwamba nilikuwa hai, kwani nilikuwa nina akili timamu na kumbukumbu zangu. Kwa upande mwingine, mnyama huyu aliendelea kuniita mwanangu. Sikujua nifanye nini ili kumuondoa au kumzuia kuniita mwanangu. Nilikuwa nikitafuta njia ya kutoka mahali hapo. Nilikuwa nimefadhaika sana, hadi nikajikuta nikimtukana, lakini hakuacha kuniita mwana. Promova TV, a home of testimonies. Jenga makanisa na Promova. Ndiyo, jenga makanisa na Promova. Baada ya kuwezesha ujenzi wa makanisa mbalimbali katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, sasa Promova TV wakishirikiana na wadau mbalimbali wenye wito kama huu wa kujenga makanisa wanakuja na kampeni hii. Hii ni kampeni maalum yenye lengo la kujenga makanisa zaidi ya 20 kwa mwaka. Tunawatafuta, tunawawezesha, na kwa neema ya Mungu tunajenga makanisa yao. Hii ni kampeni endelevu ambayo tayari imekwisha anza, inaendelea na itaendelea. Shiriki sasa katika jambo hili kubwa la kipekee la kimungu. Jinsi ya kushiriki: tuma sadaka yako kwenye M-Pesa namba kujumlisha 255 762 841 734. Hiyo ni namba ya Tanzania, na M-Pesa Kenya Safaricom ni kujumlisha 254 113 844 735. Pia unaweza kutuma kupitia Equity Bank akaunti namba 30051119273. Lakini pia unaweza kutuma sadaka yako kupitia Western Union, MoneyGram, Ria, World Limit, Sendwave na njia nyingine nyingi. Namba zote za simu pamoja na bank majina ya usajili ni Jackton Arbogasti Msafiri. Tafadhali wasiliana nasi kwa namba tajwa hapo juu kupitia WhatsApp ili kupata maelekezo zaidi. Hakuna kikomo wala kiwango cha sadaka. Toa kadri ya uwezo wako. Na kwa maelezo zaidi kuhusu maendeleo ya kampeni hii, taarifa zote zitaendelea kutolewa kupitia Promova TV inayopatikana YouTube. Asante kwa kushiriki kampeni hii. Jenga makanisa na Promova. Hii ni habari njema. Promova TV inakualika ewe mtumishi wa Mungu ambaye ungependa kutoa ushuhuda au mahubiri ili kuwafikia watu wengi zaidi duniani. Wakati ni sasa. Promova TV itakurusha hewani bure katika vipindi vyake vya neno la siku, mkate wa siku, kutoka ibadani, wito wangu na ushuhuda. Nafasi hii ni kwa watumishi wa Mungu wa kweli. Basi wasiliana nasi kwa namba 0766294335 au 0784074462. Fursa hii si ya kuikosa.
Promova TV, a home of testimonies.